Wiki iliyopita, sio wiki hii maandamano ilikuwa ya Gen Z. Huyu Ruto na Murkomen walikuwa wamepangia sisi mabaya sana watu ya Mlima Kenya. Na mimi nataka nishukuru watu ya Mlima Kenya. Niliposema iko hatari msiende kwa barabara, mkanisikiza. Nataka niseme asante. Nilipoambia wafanyikazi wasifungue biashara zao, imepangiwa vile zitaharibiwa, wakafuga maduka, nataka niseme asante. Nilipoambia wafanyabiashara waandike vijana walinde mali yao, wakaandika vijana wakalinda mali yao, nataka niseme asante. Nilipoomba watoto wetu wa Gen Z wakae nyumbani, wakanisikiza, nataka niseme asante. Huyu William Ruto na Kipchumba Murkomen walikuwa wamepangia sisi vibaya sana. Walikuwa wamepanga karibu watu 10,000 wauawe hapa mlimani. Walikuwa wametaka kuharibu biashara zetu zote. Ati ndio sisi tumuinamie, tuinue mkono. Ati ndio jamii niketishe chini, iniambie Rigathi, huyu Ruto atatumaliza kama jamii. Wachana na yeye, aendelee miaka ingine 5. Kwa sababu walikuwa wanataka kuuzia watu wetu uoga. Waue watu ya Mlima Kenya, waharibu biashara zetu zote, to intimidate the community, to sell fear, so that the community can call me and tell me not to fight William Ruto and to allow him to proceed another 5 years asimalize jamii ya Mlima Kenya. Na hiyo maneno yote, unajua huyu Moses Kuria alikuwa advisor yake ya mambo ya uchumi. Akajifanya ametoka kazi, akabadilishwa kazi. Moses Kuria is the advisor of William Ruto on how to persecute the people of the mountain and force them into submission. Hiyo maneno yote ilipangwa na Moses Kuria, Mwangi Kiojore na Kimani Ichung'wah, William Ruto, Kithure Kindiki and Kipchumba Murkomen. Na kulikuwa na shida, watu wangu. Mimi nataka nishukuru Mwenyezi Mungu. Aliniongoza vizuri nitoe mwelekeo kwa jamii. Nataka nipongeze maofisa ya polisi ambayo waliniambia siri ya ile maneno tumepangiwa. Nataka nishukuru civil servants, waliniambia ile pesa ilitolewa milioni 200 ya kulipa wahuni ya kuja kuangaisha jamii ya Mlima Kenya. Na mimi nataka nitoe shukrani kwa watu ya Mlima Kenya ya kwamba wamekubali mimi nikiwaongoza, nikitoa mwelekeo watanifuata. Nataka niseme asante. Watu wengine walijaribu kuniingilia, Rigathi kwa nini hapa naenda kwa barabara, wewe ni muoga. Mimi si muoga, kila mtu najua. Lakini mimi ni kiongozi, anajali watu yake. Siwezi peleka watu yangu kwa kifo. Mimi nitakuwa ni mjinga. Siwezi kubali mali ya watu yangu iharibiwe, mimi nitakuwa ni mjinga. Tena sisi tuko na nafasi ya kutoa huyu mtu mwaka ujao kupitia kura. Sasa tukikufa tutamtoa namna gani? Tukikufa tutamtoa namna gani? Biashara zetu zikiharibiwa tutakula nini tukigoja kumtoa? Kwa hivyo mimi kama kiongozi, Mwenyezi Mungu alinielekeza vizuri. Akaniambia, Rigathi, jamii ya Mlima imekubali kuwa kiongozi. Usiipeleke kwa mauaji. Usiipeleke kwa vita. Usikubali jamii yako ihangaishwe, biashara yao imalizike. Mwenyezi Mungu akanielekeza ya kwamba kujikinga sio uoga. Lazima a good soldier must live to fight another day. Na kwa hivyo watu ya Mlima Kenya msione kama sisi ni waoga. Hakuna haja tungepeleka watoto kwa barabara wakauawe. Hakuna haja tungekubali tufungue maduka iporwe na mali yetu iishe. Katiba ya Kenya imetoa nafasi ya kumuondoa William Ruto mwaka ujao. Mimi nataka kuanzia tukiendelea mbele tujipange vile tutamuondoa katika uongozi wa Kenya. Na sisi tutamuondoa na njia ya amani kupitia kura zetu. Na kura zetu ni mingi. Sisi watu ya Mlima ndio tulimweka William Ruto akakuwa rais. Sisi ndio tutamuondoa, tukisaidiana na Wakenya wengine. Si ndio? Sasa ameweka magari zote. Ako pale NTSA ameleta kampuni yake na mtoto wake.
ambaye ndiye atakuwa naokota pesa. Amesema ati magari yote ya mwaka 4 atipelekwe inspection, kila mtu alipe 20,000. Hiyo ni zaidi ya shilingi bilioni 10 ambaye William Ruto anataka ya kufanya siasa. Mimi nataka niambie watu wetu wote Kenya nzima, mtu yeyote asikubali kupeleka gari yake inspection na kutoa pesa kwa William Ruto. Na mimi niseme pia, tukiendelea mbele, huyu William Ruto akiendelea kuhangaisha sisi na vita, akiendelea kulete fujo na kuua watu, sisi hatutapigana yeye na fujo. Mimi nitatoa agizo katika Jamhuri ya Kenya, Wakenya wasimamishe kulipa kodi mpaka William Ruto akuwe na adabu. Si tukisema hatutalipa kodi itakuwa namna hiyo? Yes. I am telling William Ruto, stop violence, stop persecuting people. And since we cannot match you in violence, we are not violent people. We are very peaceful people. If you continue with what you are doing, goonism, destruction of property, kuua watu, mimi Rigathi Gachagua nitauliza Wakenya wote, we suspend the payment of taxes until you come to your senses. And it will happen. Juzi pale Gikomba, 2 days before hii maneno ya alikuwa amepanga ya jenzi ya kuua watu wetu, amechoma hiyo soko, ametuma askari wamechoma hiyo soko. Na wale watu targeted ni jamii ya Mlima na Wakamba, ati kwa sababu tumeshikana na Wakamba. Sasa watu ya Gikomba wameumia, wamehangaika. Mpaka wa leo hakuna mtu ameenda kuwasaidia. Mali yao imeisha. Kwa hivyo watu wangu, it is very urgent. Tujipange vizuri vile tutatoa huyo mtu next year. Kwa sababu tusipofanya hivyo Kenya itakuwa na shida. Wamepora mali yote ya Kenya. Ametumia Murkomen kulete goons ndio wanatawala Kenya. Ati wahuni ndio wanatawala Kenya. Nchi nzuri aliwachiwa na Uhuru Kenyatta, bila matatizo, kulikuwa na usalama. Sasa goons ndio wanatatiza wa Kenya kila pahali. Na kwa hivyo it is very urgent ya kwamba tushauriane na nyinyi, tukubaliane tutoe one single presidential candidate ya kufukuza William Ruto aende nyumbani. Tusipofanya hivyo tutakuwa na shida. Si ndio? Tuendelee tusiendelee? Kasongo angaishwe asiangaishwe? Apangiwe asipangiwe? Si ndio umekuja tupange? Si ndio mko hapa?